mnaniamini bure tu. Mnanipa sifa za uongo. Sijui ni nini. Kwio. Unajua sifa zinaua, hamjui eh? Waswahili wanasema sifa zinaua. Haya. Basi ndugu zangu, nimeambiwa niongee kuhusu mwanamke mwenye amani ni mjenzi wa, simeshaisikia jamani? Mwanamke mwenye amani ni mjenzi wa jamii. Mama Lukuvi ameongea vizuri sana. Amepita kwenye pointi zangu kama 3-4 hivi. Kwa hiyo nikaziondoa. Alipita huko kwamba mama ni mpatanishi. Mwanamke mwenye amani atakuwa mpatanishi, atakuwa mtu wa sala. Hiyo ni kweli, nilimsikia. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, nianzie kwenye Biblia. Mungu tunakumbuka vizuri. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24, baada ya Mungu kumuumba Adamu. Baada ya kumuumba Adamu, Mungu alimpa Adamu kazi ya kuvipa viumbe majina. Kwa hiyo ni tuseme kama labda alikuta kunguru, akasema hii kunguru, simba, nyoka, pengine au chui. Sasa kati ya viumbe vyote hakuna kiumbe alichojisikia ni sasa hizo mwanamke hajaumbwa Mwanamke hapo bado hajaumbwa bado. Baada ya Adamu kuvipa majina viumbe vyote, Mungu akampa Adamu usingizi, akalala. Baada ya kulala, Mungu akachukua mfupa. Ukiona niangalia pia utaelewa zaidi. Akachukua mfupa wa ubavu. Mfupa wa ubavu ni mfupa ambao upo karibu na nini? Na moyo. Na moyo ni kikao cha nini? Kikao cha mapendo, sit center pale. Ni sehemu ya kupenda pale. Mungu akachukua mfupa hapa, akamuumba mwanamke. Sasa pengine wataalamu wa Biblia wangesema Mungu angechukua mfupa wa kichwa, pengine mwanamke angesema mimi nimeumbwa nimtawale mwanaume kichwani. Angechukua mfupa wa mguu, mwanamke angesema au mwanaume angesema huyo ameumbwa akae chini ya miguu yangu. Lakini Mungu akachukua hapa katikati, hapa ambapo ndio moyo wa kupenda. Sasa hizo Adamu ana usingizi, amelala usingizi na hajui nini kinaendelea wakati Eva anaumbwa. Baada ya Eva kuumbwa, Adamu akaamka usingizini. Sasa akamkuta, kumbuka alishaona viumbe vingine vyote, lakini huyu hajawahi kumuona. Alivyoamka tu wewe, yaani alipigwa na kitu kinachoitwa perplexity. Akasema wow, wewe ni nini? Yaani sijaona kitu cha kunifurahisha kati ya viumbe vyote ambavyo nimevipa majina. Huyu ndiye nasikia ni mpaka network inataka kukatika. Ndio hapo sasa Adamu akawa kama vile amepatwa na mshtuko fulani, mshangao, akawa ni kama vile network imekatakata fulani hivi. Akaanza kurudia maneno ambayo hata hayana maana kivile, kwa sababu ndio hivyo ilivyo. Eti wewe ni nyama katika nyama yangu. Nani amekuuliza? Wewe ni mfupa katika mfupa wangu. Si ndio Mungu amefanya hivyo? Unarudia nini? Kwa ajili ya nini? Kwa hiyo ni mtu ambaye alikamatwa na mshangao. Sasa baada ya Adamu kuamka sasa, akamwona Eva. Akasema, wewe utaitwa mwanamke. Kwa Kiebrania mwanamke anaitwa Isha. Mwanaume anaitwa Ish. Kwa hiyo alimpa mke wake jina zuri linalokaribiana na la kwake. Mwanamke, mwanamume. Yaani ni herufi chache tu zimekuwa twisted. Hii ikimaanisha nini? Tunajifunza kitu hapo kabla tujaendelea.
Hivi mwenzako unamuitagaje? Wa ndoa umempa jina gani? Semeni wenyewe. Nani? Hane. Hane hiyo kuyo. Kama kuna mwanaume anaitwa Hane, hongera sana. Lakini haijalishi. Hii ni kitambulisho kwamba muite mwenzako wa ndoa kwa jina zuri. Mtambulishe kwa jina zuri. Kuna ambao wamemsave kwa jina la mtoto, Mama Joni, Mama Brai. Kuna wengine yani akiwa msumbufu lazima Kivuruge. Unaweza ukasaviwa Kivuruge, nenda kaangalie simu. Nategemea manake kuna watu wanasema mitandao siku hizi, unajua watu wanasema mwanamke ana uwezo wa kumvuruga mwanaume, alafu baada ya kumvuruga na kumponya. Yaani anakuletea vurugu, yeye mwenyewe analiamsha dude. Alafu akishaona kumechacha, hakukaliki, anarudi baadaye. Hello honey. Na mwanaume kwa sababu una hasira, ukishasikia kisauti chembamba hello honey, unasikia masikio yameshuka. Kwa ufupi, mwanamke ni mleta amani. Hii salamu hamkuichagua kwa bahati mbaya. Ni mleta utulivu, ni mleta amani, kwa sababu hata yani katika hali ya kawaida ukikutana wewe ukiwa unapigana na mwanamke, sema mwanaume, alafu unakuta napigana na mwanamke, alafu hapo hapo mimi napigwa, yani wakija watu kuokoa, mimi ndio nitapigwa zaidi, kwa sababu mwanamke kiuhalisia huwa ana tabia ya kuonewa huruma. Kwa hiyo sasa mama huyu baada ya kuumbwa sasa, baada ya damu kuamka na kupata ile perplexity, ule mshangao, alifurahi sana. Sasa huu mshangao ndio ule unaupataga wewe ukiwa unakumbuka mara ya kwanza kukutana na mama, mlikutana wapi? Au na baba? Mchumba wako, mume wako, mke wako ulimpataje? Ulikuwa wapi? Hebu flashback. Mlikuwa wapi? Kwenye mazishi? Unajua maisha ni popote. Kuna wengine unaweza kukutana pengine hata baa, wengine kwenye daladala, wengine kazini, vyovyote vile, haijalishi. Hata kanisani baba, inawezekana. Hata kanisani. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mwanamke amehusika sana kwenye uumbaji kumletea mwanaume amani na furaha ambayo hakuipata kwenye viumbe vingine. Kwa hiyo akaitwa, Mungu akasema nitakufanyia msaidizi. Hivi mtu anayepewa msaidizi ni mtu wa namna gani? Ni mtu ambaye anajiweza. Lakini simaanishi kwamba naongea hivi afu mwanze kutuonea. Mwanze kusema nyinyi hamjiwezi, sisi ndio tumekuja kuwasaidia. Ni kweli mnasaidia mengi kutuliza dhoruba wakati familia ipo katika hali ya hasira na nini, ni kweli. Lakini pia kuna ambao kwa bahati mbaya kutokana na makuzi yao wanakuwa ni wawashaji moto, sio wa kupooza. Wapo namna hiyo. Kwa hiyo mwanamke kuanzia kabisa, mwanamke amehusika kuleta amani ya mwanaume wakati wa uumbaji. Mungu alivyomuumba tu. Nenda kasome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18 mpaka 24, hapo utaona Eva anavyoumbwa na Adamu anavyoshangilia. Mwanamke huyu sasa akiwa katikati ya familia, wakiwa Edeni. Kumbukeni Edeni pia kulikuwa kuna amani, lakini ndio wao walioruhusu pia nyoka kuingia Edeni. Hapa najua hamtajisikia vizuri kusikia, hamtaki vitu hivyo. Leo sherehe mambo ya nyoka ya Edeni unaleta ya nini hapa? Lakini ni ukweli, tupatwe na mema, tusipatwe na mabaya. Wewe uangalie pia, unaweza kuwa ni sababu ya kumleta nyoka kwenye Edeni ya ndoa yako. Unaweza kukuta kwenye familia kuna utulivu, lakini wewe ukawa kwanza kumleta mchungaji ambaye
au mganga wa kienyeji ukamleta nyoka nyumbani, ukachafua hali ya hewa ya Edeni. Kwa hiyo kama mwanamama, we ni mtu wa amani, lakini pia angalisho, shetani pia anaweza kukuwinda. Na mara nyingi wanawake wanaowindwa ni wale ambao wana maumivu ya ndani. Maumivu ya ndani, niongelee kidogo hapa. Maumivu ya ndani haya ni yale maumivu ambayo hayapigi kelele, hayapigi mayowe, lakini yanakutafuna taratibu moyoni, yanapunguza nguvu zako, yanapora furaha yako, na wakati mwingine yanakufanya uendelee kuishi kwa fake smile, kwa nje, unajichekesha yani hai lakini mtu ndani kuna moto, una rosti kidogo unaungua, lakini kwa nje unakazana kuwaonyesha wenzako yani I'm okay. Haya maumivu sasa ni kama ya yule niwaambieni kule kanisani, ni kama yule mama aliyekuwa anatokwa na damu, alipokuwa na maumivu. Yanaweza tu yakatoka baada ya wewe kuamua kuondoka na kwenda kugusa pindo la Yesu. Ukiamua kwenda kumgusa Yesu kwenye sakramenti zake, kusali, kukaa na wenzako, yanaondoka. Kuna maumivu ambayo watu wanaweza kuyaona kwa nje, kwa mfano ugonjwa wa kimwili, pengine ajali, ulemavu, lakini kuna maumivu ambayo mara nyingi hayajulikani kwa macho ya nje. Haya sasa ndio yanayokata furaha ya mtu. Tunaweza tukasema mwanamke mwenye amani ni mjenzi, lakini kuna wanawake ambao wana amani ya uongo. Mama Tibaijuka amesema hofu, lakini ninachokiongelea mimi ule utulivu wa ndani, yani amani ambayo imetoka ndani ile. Unajisikia yani nje na ndani umemechisha, yani unapoonekana nje na ndani ni hivyo. Wengi hawajamechisha, nje wamepamba vizuri, lakini ndani kuna makorokocho huko, Mungu anajua mwenyewe. Sasa ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha maumivu ya ndani? Haraka tuvijue, ili tukishavijua tuvikabili, ili tuendelee kulinda amani yetu, tuendelee kuwa wajenzi wazuri wa jamii. Maumivu ya kukataliwa. Kuna watu wanaweza kukukataa bila sababu, unakataliwa tu. Unaingia kwenye kikao, ukitoa mawazo yako, watu wanakuona, yani wanakuangalia kwanza, umekuja na gari gani? Wewe umeolewa na nani? Una status gani? Yani kama na bahati mbaya sisi huwa tunaangalia huyu anayeongea na nini, sio anayeongea ni nani. Na hii sasa inatuharibia sana. Kwa hiyo kuna maumivu ya kukataliwa. Kuna watu ambao kutokana na status yao jinsi walivyo, wakiongea hata wasikilizwi. Kwa hiyo wanakuwa na maumivu, wanajiona inferior, wanajisikia yani basi. Unaweza usichaguliwe mwenyekiti wa jumuiya kwa sababu hauna gari. Unamwangalia nani? Sinaongea tu story tu. Unaweza usipewe hata uweka hazina wa jumuiya kwa sababu ya umaskini wako. Mwanzo unasema hivi, kwa mfano akipoteza hela tutamdai nini? Hebu tumchague mwingine. Wanaangalia. Ni kama wanasema wanyama wote wamekubaliana fisi asikabidhiwe nyama. Kwa hiyo maumivu, unakuta mtu ana uwezo lakini kutokana na hali yake amekataliwa. Mtu wa namna hiyo atakuwa hana amani. Kuna maumivu ya kuumizwa na maneno ya watu. Mama zangu mlioko hapa, niliongea tena kule kwenye umoja wa madhehebu kule Tabata, nikasema maneno ya watu yanaumiza kina mama wengi sana. Mimi nikuambie, hata mimi binafsi nilipokuwa seminari hivi kwenye mwaka wa 3 wa 4 hivi, nilikuwa nisijajitibu kwenye hilo eneo. Nilikuwa ninaumia nikisikia mtu amenisengeja, naumia. Yaani hata silali vizuri, yani najisikia yani nafurahia tu watu wanisemeseme vizuri tu. Baadaye nikajitibu. Nakupa na wewe tiba.
mama ulioko hapa, baba ulioko hapa, padri ulioko hapa, wazee wangu wawili hapa, na wote, mimi nawaambieni, kama utakuwa wewe ni mtu wa kukaa chini kutaka kupata justification kutoka kwenye midomo ya watu, utachoka sana. Mmesikia ukweli kule kanisani, mmesikia Mtakatifu Atanasi. Ukweli hauhitaji kufanyiwa kampeni. Unafanyia ukweli kampeni kwa ajili ya nini? Ukweli haufungamani na mtu. Mjiunge 20, mje mkae naye, atakubali. Mumkimbie wote, atabaki mwenyewe, hana shida. Yaani anajieleza mwenyewe. Yaani ukweli ni moja ni moja, mimi ni moja ni moja. Anaendelea zake moja. Hahitaji kujipiga kampeni. Kwa hiyo kuna watu kwenye maisha wanataka wakuongoza kama wanavyotaka. Wakati mwingine ni vizuri, nisema juzi kwenye clip fulani, nikasema kuna wakati mwingine kwenye maisha usijifanye wewe ni chungwa sana, au usijifanye wewe ni pera sana, au wewe ni embe. Upole wa embe ulimponza mpaka wadudu wakaingia. Upole wa pera ulimponza mpaka wadudu wakaingia. Limao akaamua kukaza. Limao akasema hamna kitu hapa, haingii mdudu wote. Nani alishakuta mdudu kwenye limao? Sikuambii uchague maisha ya kuwa limao. Kuwa limao muda wote ni hatari. Hata kuwa pera muda wote ni hatari. Wakati mwingine kwenye maisha usitake watu wakuchukulia kwamba wewe ni embe. Wataingia tu kama wadudu, watakumaliza. Wakati mwingine lazima uonyeshe msimamo wako, kwamba mwisho wenu ni hapa. Wewe ni, kwa jinsi ninavyokujua wewe ni mtu unatakiwa uishie kwenye geti. Wewe nitakukaribisha sebleni, lakini uruhusi kuingia chumbani. Lazima uonyeshe wewe ni nani. Onyesha imani yako. Usio ni mtu tu wa kupelekwa tu. Mimi ni pera. Pera, wadudu njote njoni. Kesho umeoza. Onyesha pia wewe ni limao. Wakati mwingine, sio saa zote, lakini lazima watu wajue. Kuna ule usemi unaosema kama nyoka angeamua kubaki tu hivyo hivyo bila kuonyesha kwamba yeye ni nyoka, watu wangeweza kuchukua wafikiri pengine ni kamba ya kufungia majani. Kumbe ni nyoka. Kwa hiyo nyoka wakati ukitaka kumbeba kama kamba, anaonyesha mimi ni nyoka wewe. Siletee utani hapa. Usinigusi. Na wewe kwenye maisha kuna watu wanataka kuandamine. Kuna watu wanataka wakuchukulie simple. Wataongea wanachoongea. Wataharibu jina lako, watachimba shimo la takataka juu ya jina lako. Watachukua jina lako, watalikatakata kama nyama. Naomba onyesha msimamo. Watasema chochote. Mwanadamu huwa ana mdomo, na kazi ya mdomo ni kula na kuongea. Akisha kula unategemea aseme nini? Ukienda mbele watauliza mbona hujarudi nyuma? Ukienda kushoto mbona hujaenda kulia? Ukienda kulia wasema mbona hujaenda kushoto? Ukikaa wasema mbona hujasimama? Ukiruka wasema mbona hujatulia? Wewe unategemea watu waseme nini? Wewe unataka watu wakuseme vizuri wewe ni pesa wewe? Watu siku zote mimi nakuomba, wale ambao mnaumizwa na maneno ya watu, mnashindwa hata kuendelea, sijui mawifi wameongea, sijui kikao cha ukoo kimekusengenya, sijui kikao sio cha mazishi wamekusema, kama upo kwenye right track, you don't have to fear. Una haja ya kuogopa, wewe simama. Mimi ni limao jamani, kwenye swala hili mimi ni limao. Mimi ni pera ndio, lakini wakati kwenye hili eneo hili mimi ni limao. Wajue kabisa huyu sio mtu wa kubadilisha kama redio. Na kuna watu ambao yani mnajaibisha kwa kurushiwa mfupa tu, dakika 2 imeshabadilika. Kwa hiyo maumivu ya maneno mabaya, naombeni kina mama, mnataka amani, lakini jifunzeni kujiponya kwa hilo eneo. Watu wana jambo la kusema kuhusu wewe siku zote. Usijiue.
Usio ni mtu wa kupangusa machozi kila siku. Utapangusa machozi, utaishia kuwa kipofu. Utakuwa kipofu. Watu wana kila kitu cha kusema kuhusu wewe, watajiongelesha, wataongea. Kwa hiyo amani yako ilinde. Wanachokisema panya wakiwa huko darini huwa hawakisemi wakiwa sebleni. Panya huko juu story nyingi sana huko juu, lakini wakipita sebleni kuna watu wakiwa mbele yako wataongea mambo mazuri sana, lakini wakipanda darini wana mengi sana ya kukuchambua. Hata mimi hapa niko mbele yenu sebleni, nikiondoka mkirudi zenu darini, mdomo kama kawaida. Usitegemee watu wakae chini kila siku wakuongelee vizuri. Watu watakuwa na jambo lolote. Mapadri wenzangu wanajua, mfano wewe, nitoe mfano halisi. Sisi ambao tumekaa parokiani, tunakaa na watu wanaotupenda na wasiotupenda. Wakija, lakini wote wakija, baba tumsifu Yesu Kristo, baba paroko, ya Father, kwa kweli jumuiya yetu Mwekumisi, wakati mkiwa kwenye kikao ulisema kwamba michango imezidi. Huyu paroko hatumwelewi. Ni mfano. Alafu unayeongea hivyo ni mtu ambaye hata yaani unatoaga vihela vya chini. Yaani sisi hakuna watu wanaosengenya kama sisi. Kama sisi tungeamua kununa na kulia kwa kila masengenyo mnayotuambia, sisi tungeenda wapi? Tukikonda tu. Ukikonda tu tunasikia tayari. Unaona anakula sadaka yetu, laana imempiga hata anenepi. Ukinenepa, unaona jinsi anavyozitafuna mashavu kule. Tuende wapi? Hivi, ngoja niwaulize, hivi mababa paroko, nisaidieni. Hivi nyie mnaotoa sadaka, mnataka sadaka ziende wapi? Kwa mfano, ni mfano. Naulizeni, sadaka mnazotoa mnataka ziende wapi? Huwa zinatakiwa ziende wapi? Tunazila sisi hapa, sisi ndi tunazila sisi, zinatutunza sisi hapa. Mnataka tuishije? Kuna mtu anatulipaga mshahara? Hebu leteni sadaka tuzile, msilete utani hapa. Sijui anakula sadaka zetu. Ndio kuna taratibu za kiparokia, ndio sawa na nini? Zipo. Haina shida. Nafikiri mnanielewa ninapoongea hivi. Msitupe sadaka na kutusumanga. Mnatusumanga. Mtu akikupa kagari tu, jamani, hebu angalieni akaunti zetu kama ziko sawa. Zenu na nani? Ni mfano jamani, ni mfano. Msichukie hapo. Kwa hiyo sisi tumeshazoea. Tunapigwa vijembe. Lakini Jumapili tukija, Bwana awe nanyi. Na wasengenyaji wetu wanaitika nawe rohoni mwako. Tena wanainamisha vichwa kama vile yani hamna kitu chochote kimeendelea. Na pengine unapata hata story mtu fulani alikusengenya, lakini ukimwona jinsi anavyonyenyekea, anavyoitika, unavyosema Bwana awe nanyi, yani mpaka unasahau. Lakini ndio nyenye wanaokaa kwenye mti, kwenye kivuli, ndio hawa wanaohusika kukata mti. Kwa hiyo sisi tunajua, baba, tungeamua kususa, tuache kuhubiri, tuache kukaa na wao, ingekuwaje? Sasa wewe umekosana, si mama fulani amekusengenya, unasusa, jumuiya siendi. Hivi na sisi tukiamua kurevenge kwamba tunasusa, inakuwaje? Sisi tunaenda kwa adui. Tunaenda, tupo na wewe, tunajua unatuchukia, lakini tupo tu. Yaani tunakuvumilia tu. Sasa ni hebu tumieni hata hiyo falsafa ya mapadri basi. Wale ambao mnashindwa hata kuendelea na mambo mengine kwa sababu ya kusemwa vibaya, naombeni kina mama, amani, tunaongelea amani, lakini naombeni iwe imetoka moyoni kweli. Kama mama alivyosema, Mama Tibaijuka, kwamba tusiishi hofu. Yaani ni fake fulani hivi. Unaweza ukawa ni muoga huko hivi hapo, mtu anakuambia wewe ni una amani. Hauna amani yoyote. Itoke ndani ionekane, imanifest, ionekane kabisa wewe una amani ya kweli. Kwa maumivu ya ndani, kuna watu kina mama wabeba watu waliowasema vibaya.
na hamjawasamehe, mpo nao. Umeshajaribu lakini yani uko naye tena, ni miaka tena, alikusengenya ukiwa na mimba ya kwanza. Sasa hivi una watoto wako chuo 4, umebeba mwanadamu. Hata wewe kama marehemu anasengenywa, mtoto akiwa tumboni anaanza kusengenywa, cheza sembuse wewe. Watu wanataka kusema kuhusu maisha yako. Naomba usikose amani kwa sababu ya midomo ya watu. Jifunze kuwa mtu wa uvumilivu. Wengine nishakwambieni, acheni kuwajibu mbwa anaobweka. Mbwa anayebweka ajibiwi. Yesu alisema ninawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Mbwa mwitu utakutana nao tu, wow, 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 watabweka. Wewe ni kondoo. Sasa wewe kazi yako mbwa na wow, wow, na wewe tena wow, wow. Wote mnakuwa wow, wow. Mnakuwa wote ni yani, unasema punda akikupiga teke na wewe ukampiga teke, wote mnakuwa punda. Sasa mbwa anakubwekea na wewe unambwekea, wote mnakuwa mbwa. Kwa hiyo usikubali. Kuna watu wengine si wa kujibu. Kuna wengine, kina mama wengine wanatembea na maumivu ya ndoa ngumu. Ndoa ngumu. Yaani uko na mwanaume ambaye ni mgumu. Mwanaume ambaye hachauriki. Anarudi nyumbani, hana muda na wewe, yuko busy na simu. Hata kwenye maisha yale, maisha ya upendo, mume anakuja, yani anapokuchukua ni kama tu anakudaka tu, dakika 2 umesharudi. Yani unajiuliza, hivi nilikuwa wapi? Hivi mnanielewa hapo hiyo lugha vizuri? Yaani unanyakuliwa huko jikoni, hata hakuna maneno ya kubembeleza na kuleta ile harmony, wala uandaliwi, unanyakuliwa tu, dakika 2 unarudi. Hivi nimetoka wapi? Ujielewi? Kuna kina mama wako hivyo, wana maumivu. Mtu anakuja, baba, anasema baba paroko, baba paroko, baba mimi nateseka, nakaa na ng'ombe baba. Huyu sio mwanaume. Baba ananitesa. Hana muda na mimi, akirudi yuko busy na simu yake. Haongei na mimi, mipango yote napanga mwenyewe. Akifuata leo password za benki hatujui. Amenunua viwanja vya siri, ameshirikisha madalali. Mimi sijui chochote, akidondoka kama leo sijui chochote baba. Nikimwambia anakuwa mkali kama mbogo. Hiyo unategemea mama kama huyo uje umwambie kwamba ana amani? Hana. Kwa kuna watu wanatembea na maumivu ya ndoa ngumu. Waume hawasikilizi. Mama anatembea na maumivu. Yaani sasa hivi ukiona ndoa imetulia, kuna mmoja ameamua kujishusha ili mambo yaende. Ameficha kombe mwanaramu apite. Lakini nikuulize, nikuchallenge kidogo. Hivi kati hawa wanaume wawili, tuseme unapiga magoti unamuomba Mungu, Mungu naomba unipe mume mchapakazi. Alafu Mungu anakupa mchapakazi ambaye anabeba simenti, anapakia kwenye malori. Si umeomba mwanamume mchapakazi? Tuachane na hiyo. Kwa mfano, unapata mwanaume ambaye ana pesa lakini hana muda na wewe. Yaani ukimwambia mume wangu sina milioni 2 hizo hapo, dakika 2 milioni 5 hizo hapo, hujakaa hivi milioni 20 hizo hapo, niko busy kidogo naenda Songea, dakika 2 nitarudi. Si hana muda na wewe. Yaani wewe una pesa. Yaani hata ukienda Wawata huko unaweza kuchangia michango, kuna wamama umewanunulia vinguo wanajisikia vizuri. Yaani lakini mume wako hana muda na wewe. Hizo zote unapata kwa mume wako. Lakini hayupo. Siku anakuja unasema angalau leo basi hata aje. Ile amekuja tu unamkumbatia, unamwandalia hata maji. Unashangaa amepata simu, gari lake limedondoka Chalinze. Huyo anaita boda inampeleka
anaenda. Mwanaume kama huyu hana muda na wewe, au mwanaume ambaye muda wote yuko na wewe. Yaani ukienda jumuiya, yeye amebeba shajara. Wakati unapika, yeye anapangusa vyombo. Unaandaa chai, yeye ameenda kununua sukari. Yeah, yupo muda wote yupo. Wakati wa jioni sala anaongoza yeye, na wewe unatoa maombi. Option hapo nakupa. Alafu jioni wakati anataka kutoka anakuambia, mke wangu una jero hapo? Unaweza kunazima jero hapa nitoke hapa narudi sasa hivi. Na akienda hakai, anarudi. Muda wote yuko na wewe. Kati ya hawa wawili unataka yupi? Chagua mwanaume unaomtaka wewe, wa kukuletea amani ya roho. Kweni wa kweli. Unataka yupi? Mwenye pesa ambaye hayuko nyumbani, au ambaye hana pesa lakini yuko na wewe muda wote? Yesu mwema, umesikia mwenyewe. Kwanza leo msije mkawasumbua maparoko basi. Kumbe mnajua kupambana na hali zenu. Mmesema wenyewe mwenye pesa. Kama kuna mwanaume yote yuko hapa, naomba utafute pesa mwanaume. Hali yako mbaya. Unaweza ukapiga kelele nyumbani, kumbe hela hazipo. Unahubiri anakuangalia tu. Na niliona clip moja hivi kwenye mtandao, inaonyesha jinsi mwanamke anapomwangalia mwanaume ambaye hana hela. Anavyoonekana mbele yake. Sasa wanaonyesha mwanaume ambaye amesimama hivi, alafu mwanamke akijitokeza akimwangalia mwanaume, unaona mbuzi ambaye amekaa. Yaani nyie wanawake Mungu atawachapa mjue. Kwa hiyo ndoa ngumu, nimeongea tu hivyo, lakini ndoa ngumu ni kati ya vitu ambavyo vinafanya kina mama wengi wanatembea na maumivu. Hata ukiwaambia kuhusu amani, hawana amani. Hawana amani. Hii uangalie. Maumivu mengine yanasababisha watu wakose amani ni maumivu ya kuto kuthaminiwa. Kwa kuthamini. Yaani mchango wako hauthaminiki. Kama nilivyosema pale, kukataliwa na kuthaminiwa nataka kuendana. Lakini kuna baadhi ya watu maumivu ya dhambi za zamani. Maumivu ya dhambi za zamani. Kuna watu hawajajisamehe. Kuna mwanamama ana historia, pengine alilala na kibabu fulani kilisha kufa, lakini akiwaza anakumbuka, Mungu, hivi ni nini, ni shida gani ili nifanye mpaka nikaenda kwa ule babu? Yaani unatembea nalo unasema, yaani ningejua. Lipo unatembea nalo maumivu ya dhambi za zamani. Alafu pengine kuna mtu ulimwacha ghafla. Ulianza naye chuo, akawa anakulipia paka sijui nini, chipsi umekula chipsi zake nyingi sana. Amekusaidia vitu paka amekununulia vitu. Ghafla akaja akatokea mtu mwenye pesa kidogo akakubeba na akakuoa. Ukamjibu vibaya huyu jamaa. Akabaki na maumivu. Ndio maana nawaambieni, kabla mjaingia kwenye ndoa, kama kuna watu uliwaumiza, omba msamaha, kwa sababu laana ya maumivu ya mioyo ya watu watakustaki kwa Mungu tu. Watu wanasali, sala zao zitagonga kwenye moyo wa Mungu. Huyu Mungu, niangalia huyu dada nilivyomtesekea, nilivyohangaika naye, nimemtambulisha paka kwetu, leo hii ameniambia eti hajisikii. Kijana, watu wanaumwa mpaka anapata na ugonjwa wa kutetemeka, hakuweza kupokea. Unamwacha hivyo, alafu unategemea wewe uingie kwenye ndoa yako, ukazae na watoto, ukae kwa amani na watoto wawe na akili na hali ikae shwari.
How? Mtu amesema hakuna, na mimi nakwambia huwezi kupinga namna hiyo. Atasa. Kwa hiyo naombeni jamani, kwa upande wa wanaume, wanawake, kuna maumivu mliwasababishia watu kabla mjaingia kwenye ndoa. Kuna watu mliwachezea mkawaumiza, pengine ni wengi, na pengine wengine wapo hai. Kama wengine wameshakufa, naomba ukawaombee misa. Omba misa kwa ajili yao. Kama yuko hai, mpigie simu, omba msamaha. Atakuletea noma sio ni gani, lakini bora umeshasema naomba unisamee, sikukujibu vizuri, nilifanya vibaya. Sio vizuri kuacha maumivu kwenye moyo wa mwanadamu mwenzako. Atakustaki kwa Mungu tu. Utashangaa hiyo laana inahamia hata kwa watoto wako. Unaoa mke, yani anakupigisha tizi mpaka unamkumbuka huyu yule mwacha kwa ukatili. Wapo wanaume wamewacha baadhi ya kina mama. Mimi kama wiki 2-3 hivi, kuna msichana mmoja alinipigia. Ananiambia, baba, yani nasikia kufa. Hebu nishauri. Nilikuwa na mchumba wangu, yani tunapendana baba, tumeshatambulishana. Sasa cha ajabu akamtumia dada mwingine, akampa namba yangu eti aniambie niachane naye. Yani baba, anajisikia kufa. Nimesafiri kutoka Dodoma kuja kumuona Dar es Salaam. Yani nampigia simu hata hapokei. Hebu niambie mtu kama huyu akienda kupiga magoti mbele ya Ekaristi akasali, wewe baba unabaki salama? Sidhani. Kwa hiyo maumivu, msiache maumivu kwenye mioyo ya watu, kwa sababu hilo jambo hata wewe mwenyewe litakupa amani. Haya, maumivu ya dhambi za zamani. Jamani, kila mtu anajua historia ya maisha yake. Ungama dhambi zako, na ukiungama aamini kwamba umesamehewa. Mambo ya kuzigusagusa kama mtu mwenye kidonda kichwani. Mtu mwenye kidonda kichwani ni vigumu sana kuvumilia. Ni sasa na mtu aliyevaa wigi. Atajikuna kuna tu kila wakati. Kidonda cha kichwani huwa unakigusagusa kila saa. Ni mfano tu jamani. Haya. Kitu kingine, kuna maumivu ya kuishi na siri nzito moyoni. Umewahi kusema kwenye mtandao hii? Maumivu ya kuishi na siri nzito moyoni. Hii inatafuna. Kuna jambo fulani unalijua kabisa. Unaona mtu anateseka, lakini wewe unajua kabisa mimi najua. Lakini nimehifadhi siri. Siri. Uko naye. Itakutafuna tu. Kwa hiyo hata wale ambao wanafanya kazi kwenye vitengo vya siri, vya kuficha siri, msifikiri kwamba ni baraka sana, kwa sababu utakutana na likituko, ni surprise. Utashangaa. Yaani utashangaa. Ajali inapangwa, tuassume. Watu wanapanga ajali. Na wewe unakuwa involved. Kwamba tunataka tumuue huyu, tumpangie ajali. Tutatumia lori fulani. Mtu anakufa kwenye ajali. Alafu matangazo, amepata ajali. Wewe mwenyewe unajua kabisa ilipangwa. Siri uko nayo. Serious. Uko nayo. Wewe unabakije salama? Unabakije? Alafu mbaya zaidi, na wewe wale mliomuua mnaenda tena kwenye mazishi. Pole. Amwangalia nani? Mtajiji. Siri za moyoni zimewatafuna watu nzito. Kwa ndugu zangu, maumivu ya ndani yanaweza kusababishwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wewe kama mama ambaye unajisikia kwamba una maumivu kama hayo,
ya ndani, maumivu ya kuishi pengine na mume asiyejali, asiyeheshimu, anayekudharau hata kukutesa, kuwa katika ndoa yenye ukimya mzito, hamzungumzi, hamcheki, hamshirikishani chochote, watoto wasiokusikiliza, wanakudharau, wanakuumiza kwa maneno, migogoro ya urithi, ndugu wanaogombana, mama anabaki katikati akiumia kimya kimya. Maumivu ya kujitolea sana lakini hauthaminiwi. Kwa mfano, unaweza kuwa unajitoa kanisani, una deki, unaleta maua, alafu hakuna mtu, watu wanaishia kukusengenya. Unaanza kusema watu wananiambia natembea na paroko. Ado, na utasengenya ukiwa hota. Tena ukiwa wewe unajitoa kwa ajili ya kuja kanisani na unaonekana mazingira yetu hapa. Yaani hiyo dhambi ya kutembea na paroko hiyo ni kawaida. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Hiyo lazima uambiwe. Wale viongozi ambao ni vierere wetu, mnaleta tu taarifa ili mambo yaende vizuri. Watu wanawachukulia, yani ukiona mtu namna hiyo ni mtu ambaye anatamani kuingia huko lakini hawezi. Basi inabidi atengeneze formula. Na formula yenyewe ndio inakuwa mbovu sasa. Na kusengenya uongo tu hapo. Sasa mtu kama huyu lazima ataumia tu, akisikia anaweza kaumizwa. Na ndio maana utakiwa uwe very strong. Kwa hiyo kujitolea sana lakini watu hawakuthamini, kuumizwa na maneno ya wenzako, pengine hata wenzako kusingiziwa, kuonewa wivu, kujilaumu kwa makosa yako ya zamani, pengine umeweka mimba kwa mfano, uhusiano usio mtakatifu, maamuzi mabaya uliyoyafanya zamani. Haya yote yanakufanya ukose amani. Kuishi na aibu ya mambo yaliyotokea zamani ambayo huwezi kumwambia mtu yoyote, huku nayo utakosa amani. Hivi vitu vyote nakwambia hivi ili uviguse, alafu nikueleze ni wapi unaenda kuvicheulia sasa. Kujiona hufai mbele ya Mungu, lakini lazima ujifunze kuwa kama mwana mpotevu. Mwana mpotevu baada ya kujijua kwamba alipojitambua aliamua kwenda kwa baba yake. Na wewe nakuomba uwe kama yule mwanamke pia aliyekuwa anatoka na damu. Amka, nenda kaguse pindo. Amka, rudi kwa baba yako. Baba yako atakuvalisha taji, kwanza nakuvalisha paka pete, na ng'ombe mkubwa anachinjwa, unakaribishwa. Sasa wewe unajiua kwa maumivu yako ya zamani. Haipaswi kuwa hivyo. Yesu anatambua maumivu yako hata kama wengine hawayaoni. Watu walikuwa wengi yule mama alipoenda. Yesu akatambua huyu mtu amenigusa kwa imani. Nenda na wewe kamguse Yesu kwa imani. Akaambiwa imani yako imekuponya. Na wewe maumivu ya ndani lazima uende kamguse Yesu kwenye Ekaristi. Hapa tunamgusa Yesu si tu kwa pindo la vazi, bali kwa mwili na damu yake. Kama mnasema hapa tena ipo damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mnaiabudu, nendeni mkaguse, msibaki na maumivu yenu. Mwanamke aliyeumia ndani anaweza kuja mbele ya altare na kusema kimya kimya, Yesu, ninakuletea maumivu yangu ya ndani, niguse uniponye. Sakramenti ya upatanisho, ungama. Hapa tunamwambia Yesu kweli, Yesu, naomba usinisahau. Hapa tunapokea msamaha, tunapokea amani, tunapokea nafasi ya kuanza bila kubeba lawama za zamani. Nenda kaungame, kung'uta, utoke huko. Jinsi mwanamke anaweza kukabiliana na maumivu ya ndani leo hii. Kwanza kujitambua na kujikubali. Kubali. Usijifanye kwamba hujaumia. Kuna mtu anaweza kukuumiza, usijifanye. Kubali kwamba umeumia. Nimeumia. Kiri moyoni, ndiyo nimeumia, nimevunjika, nimechoka. Kukubali maumivu si udhaifu, ni hatua ya kwanza ya kupona. Usiweke resistance, nimekosea, nataka nianze tena. Hiyo ni kitu kizuri. Kubali. Na ukishakubali, yapeleke kwa Yesu kwa uaminifu. Jua Yesu anajua kila kitu. Acha kwenda kupretend mbele ya Yesu. Ukienda kuungama, ungama vizuri.
Acha kujisifia kwenye kiti cha maungamo. Baba, ninasikia tu maumivu kidogo kwa mbali. Kwa kweli nimekuja tu. Unajisifia nini? Unajua Mtakatifu Padre Pio alikuwa anafukuza watu kwenye kiti cha maungamo kwa sababu watu walikuwa wanaenda kujisifia kwenye maungamo. Alikuwa hataki. Kwa hiyo ndugu zangu, yapeleke maumivu kwa Yesu. Omba kweli kweli, sala ya kweli. Haya ndiyo maumivu yangu, Yesu niponye. Kuwa mkweli. Tumia pia hata Zaburi za kilio kama ile Zaburi ya 6:13, Zaburi ya 22, Zaburi ya 42, Zaburi ya 130. Mweleze Yesu bila kujipamba. Usijipambe. Mwambie ukweli. Tafuta pia msaada wa kiroho, kiushauri. Padri, nenda kwa padri, ongea na mapadri. Mapadri watu gani? Wapo. Mweleze. Atakacho kushauri huwezi kufanana, huwezi kubaki hivyo hivyo. Ongea na padri, msimamizi wa kiroho. Kuna watu wengi hawana hata msimamizi wa kiroho. Kuna watu hata hawana prayer partners. Wewe kama mwanamama, acha kujitenga na kundi. Uwe kama yule Dorcas, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 36. Namalizia. Nabalishiwa betri hapa kidogo. Jamani, nisiwashindilie mambo mengi sana. Namalizia jamani. Mwanamke aliyepona ambaye ameshakutana na Yesu akapona, anakuwa chombo cha faraja kwa wengine. Utawabeba wengine pia wakiwa kwenye maumivu, utaelezea njia uliotumia ukatoka huko. Aliyeumia na kuponywa anaweza kuwa mfariji wa walioumizwa. Anakuwa shahidi wa huruma ya Mungu. Anaweza kusema, anaweza kuwa mama wa kiroho wa mtu mwingine. Kwa hiyo usikubali kukaa na maumivu. Nenda kaguse pindo la Yesu ili wewe uweze kupona. Mwanamke mwenye amani lazima awe na uso kama wa Yesu. Uso wa huruma ambao mwanamke alienda kumgusa Yesu katika huruma ni Veronika. Kwa hiyo wakati unasema hii salamu yenu, mwanamke mwenye amani ni mjenzi wa jamii, tambua kwamba unatakiwa uige tabia kama za kina Veronika, za kwenda kugusa uso wa Yesu kwa amani. Mwanamke mwenye amani hujua kugusa majeraha ya wengine na kuyaponya. Mwanamke mwenye amani atafanya utume wake bila kuwa na wasiwasi. Mwanamke mwenye amani ataweza kuvumilia hata changamoto zinapokuja. Na mwisho kabisa, kusoma hapa nimalizie hichi kitu nisiache kukisema. Mama ulioko hapa, kuna mwanafalsafa anaitwa Aristotle. Mwanafalsafa huyu ancient philosopher, ni wa zamani. Yeye alisema mwanadamu anapaswa ajifunze elimu za namna mbili. Elimu ya kwanza ni elimu ya akili na elimu ya pili ni elimu ya moyo. Elimu ya akili ni kama kujifunza hesabu, Kiingereza, sayansi. Hiyo ni elimu ya akili. Elimu ya moyo ni kama huruma, upole, maadili mema. Elimu mbili. Kwa hiyo akili, ikiwa umejifunza elimu ya akili peke yake, ukaacha kujifunza elimu ya moyo, unakuwa mtu hatari sana. Umejifunza elimu nusu. Kama una akili ya kichwani tu, alafu una akili ya kiroho, unakuwa ni mtu hatari sana. Kwa mfano, mtu mwenye akili tu, elimu ya akili peke yake, anaweza akawa tapeli mwenye lugha nzuri sana. Anaweza akawa fisadi mwenye maneno mengi, au kiongozi asiyekuwa na huruma. Ukiwa mtu wa moyo peke yake bila kuwa na akili, utakuwa fanatic. Yaani unakuwa ni mtu wa dini, unaamini mambo ya kimungu lakini hautumii akili. Ndio hilo unasema mimi sihitaji kwenda hospitali, nitapona kwa jina la Yesu. Au unasema naomba nichemshe maji nijimwagie, kwa jina la Yesu yatapoa.
hujatumia akili. Aristotle anasema elimu ya akili na elimu ya moyo vikishirikiana unakuwa mtu smart sana. Wakati Mama Tibaijuka alipokuwa anaongea, mimi nilikuwa nipata concept ya Aristotle kwamba alikuwa anasema, unajua wengine tulitengenezwa na masista, tulijifunza vitu, lakini hatukuwa hivyo. Wewe unajua, unafikiri kwa nini serikali inawapenda wa seminari? Kwa nini serikali inapenda kuajiri wa seminari? Wamejifunza elimu ya akili na ya moyo. Mtu mwenye akili ambaye hajui kucontrol hasira zake ni hatari. Mtu mwenye akili alafu hana huruma ni hatari. Ndio maana unamwona mama hapa anavyoongea, manake elimu zote alielimisha moyo na akili. Ndio maana nasema ndio maana huyu mama huwa anakufuatilia kwenye mtandao. Kuna watu ambao hawaongeagi ukweli, wanapamba watu, wanakuwa kama mbwa aliyerushiwa mfupa, hawezi kupeleka message. Lakini mimi nahisi haya malezi yako ya kupata elimu ya moyo na akili ndio inakufanya unakuwa true to yourself. Anasema vitu unaona kabisa, anasema hii ndio PhD yenyewe hii. Anasema hii na hii hamna, hii haiko hivyo. Lakini unaona watu wengine yani wana akili, yani weka. Na nyie waumini ambao umerushiwa mifupa, mnaogopa kuongea, mna cha kujibu mbele ya Mungu. Kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini leo tunasherekea. Jamani, mmedamshi ndugu zangu. Unaweza ukavaa blouse na suruale ni sawa, ukavaa sketi na blouse ni sawa, lakini namba 6 asivae dera, kwa sababu dera linakujikusanya hapa juu. Mama ananikwachika hapa jamani, samani kwa usumbufu.
Namba 6, asivae dera. Watu wakikushauri unaanza kusema unanionea, mimi natoa tu password. Umbo namba 6, ukivaa dera linajikusanya hapa juu, unakuwa kama nyigu, hauvutii. Umbo la mwisho namba 1. Namba 1 maana yake umeshuka. Namba 1 namba 1 ni marufuku kuvaa dera kwa kweli. Haitakiwi kwa sababu dera unakuwa kama huko ndani unapita huko katikati hivi. Asante baba, asante. Huko katikati unapita huko katikati. Namba 1 kuna nguo zake, unajua mwenye na kadhalika na kadhalika. Mama, kazi unayoifanya naomba ikutunze. Najua unapambana sana, kuna watu unawalisha hawana muda na wewe, lakini pia upate taka muda ujinunulie kitu. Nunua basi hata kawigi, jirushia tuko weka rushia huko kawigi, uonekane basi hata yani angalau upendeze. Kuna kangua, asante mama, upendeze, uonekane kwamba nunua hata marashi, jipake kidogo, usindukie tu jasho. Hata unaona leo umejipaka paka angalau umedamshi, jipake tu. Epuka kujiingiza kwenye matatizo ambayo yanakufanya unakosa amani. Usiende kucheza michezo mitano, unawaza rejesho muda wote, utakauka. Jamani, mdomo. MC, asante. Asante sana baba. Jamani, naomba wote tusimame. Aha, tusimame. Ambaye amekaa maana yake hizi nondo ndo zimemchoma zaidi, kaumia ama Mpige yale makofi matatu ya nguvu ya kina mama kwa ajili ya Father Case. Alafu wakati huo mnafanya hivi, tunaimba wimbo mmoja wa utukufu, alafu tunashukuru kwa maneno mazuri tuliopewa na nondo tulizozipata. Utukuzwe we Baba Mungu, utukuzwe. Utukuzwe we Baba Mungu, utukuzwe.